Hiyo kitendo ya kumomoa manyumba nimelaani sana. Akilaani kisa cha Ijumaa asubuhi cha ubomozi katika wadi yake, Saresio Kiambi ametaka kuwe na njia mbadala ya kutatua migogoro ya ardhi ili kuzuia visa kama hivi. Kwanza kwa majina, mimi naitwa Mheshimiwa Saresio Kiambi wa Wavera Ward. Jana nimestuka sana kuona kuna mtu alikuja kumomoa manyumba katika wadi yangu Wavera, area ya Sisiles, area ya Eloto. Na hiyo ni mbaya sana kwa sababu kuna kina mama na watoto wengine wamelala nje. Na vile nimeangalia nikaona hiyo ni hasara kubwa wameenda hiyo watu. Kwa hivyo sasa, kabla kuzuia hiyo kitu tena isiingie kwa mwananchi wetu wa Isiolo, naimisa CEC Minister ya Land aite communities wa Isiolo, yule yoyote akona dispute na plot, ili tuangalie wote, tuwaonji, tuone tunaweza kutatua maneno namna gani, ndio tusiongoje wananchi wakuya waumishwe kama jana. Kwa sababu jana wale wameumia na ile manyumba imemomolewa, hiyo ni hasara mamilioni. Kwa hivyo namwambia aharakishe, aite mkutano, tutamsaidia kusikiza wale watu wako na dispute, ili tuone ni njia gani tunaweza kutatua hiyo shida. Kwa sababu hiyo ni ajabu sana, kumomolewa nyumba saa 12, mkiwa mnalala mnakuta kwa nyumba naambiwa tokeni, nyumba inamomolewa. Hiyo ni hasara kubwa sana. Kiambi pia akipongeza hatua ya Gavana Abdi Guyo kuzuru eneo hilo wakati wa tukio hilo na pia kuwajengea barabara. Kwanza nashukuru gavana sana kwa ile letter of allotment ameletea katika Wavera in Isiolo town section 6 60 Wavera ambayo iko na 4, na nashukuru sana gavana kwa hiyo kazi amefanya. Pia namshukuru amejaribu juzi aliweka moram karibu barabara mingi katika wadi yangu. Nimeshukuru yeye kwa hiyo maneno, na njistahidi ile imebaki yote tuweze kuiweka, kwa sababu mwananchi anapika kelele kwa sababu ya barabara, kwa sababu yeye anjifanyia kazi yake, hawezi fanya kitu yoyote. Akipata mambo yake vile masawa amepata kwa plot yake kama kwa kasamba, apate barabara ya kutoa aende auze apate mapato yake. Hata hivyo wameshinikiza uwepo wa barabara nzuri zaidi katika wadi yake. Pia ingine na muhimisa, kwa sababu yeye ndio anasimamia barabara zote katika Isiolo. Tunataka barabara iwekwe moramu ya town, iwekwe lami 5 square kilometer, iwekwe lami. Na kama ana county ina pesa, aombe kwa national government town iwe clean, sio kumwaga mchanga kwa town, kwa sababu mchanga inabebwa na maji, hiyo inakuwa hata hasara. Aombe pesa national government iko na pesa ya kutowekea hiyo lami hiyo town yote, ili town iwe clean. Na pia namwambia hivi, asikae kwa ofisi mpeke yake. Hawa akitembea akiangalia barabara vile iko mbaya, anasikia mwananchi akilia, yeye akiwa ofisi hawezi jua vile wananchi wanaumia, atoke aangalie, kwa sababu sisi ndio tuko na wananchi in ground, tunaona vile wanakula shida, wanapata shida. Na mwananchi tu anataka atengenezewe barabara, anjifanyie kazi yake nzuri. MCA Kiambi akitoa wito huu kwa wananchi sawa na wanasiasa. Naimiza viongozi wote wa Isiolo waheshimiane, na pia raia waheshimu viongozi yao. Hata kama hutaki mtu kumuona, sikisa anasema nini. Anaweza kuwa anakuletea mazuri na wewe unakataza yeye akwambia ama ikuye hiyo mazuri. Vile nimeona mbula mpya ile wamepika kelele, hiyo sio njia nzuri ya kuheshimu viongozi. Ilikuwa kitendo mbaya sana. Hiyo na ilaani sana kabisa. Wanasiasa wote, hata wale wanataka viti, wapee wale wako nafasi wafanye kazi na waheshimiane.
ile yule hako sahihi, raia watamumakia maksi yake 2027 ikifika. Kama amefanya kazi nzuri, watamurudisha. Hawa wenyewe ndio wataweka kindole. Lakini sio wewe mwanasiasa unaenda kupiga mtu tu kwa sababu ya usoyo ama roho mbaya. Watu wakae na roho mzuri, wasikosane ama wasidharau wengine. Wape watu nafasi wafanye kazi. Nikiripotia Kamachu TV, nitaripota 001 wa Jombe Kamachu.